utaenjoy sana sababu hii albamu imesheheni bwana. Na kwenye albamu hii bwana Pala amehusika vibaya sana. Muziki yote nimefanya mimi isipokuwa muziki kama miwili tu au mitatu. Mingi nilifanya mimi. Sawa. Na Mawenge niwapeni siri. Mawenge unajua mzito sana kwenye hizi ratiba za studio hizi kuja si kurekodi si nini. Mzito kupita maelezo. Kweli? Kaka P kumbe ndo zake hizo. Leo namchongea leo. Bwana mimi ninavyoona anavodondosha mawe najua kwamba kila siku yuko studio. Mawenge mzito. Sasa you can imagine angekuwa ana hiyo hata hiyo ndogo hiyo hali aliyonayo. Unajua Mawenge discography yake imeshiba sana. Sana. Sasa tunamkubali. Unaambia ndo kidogo noma. Pamoja anakuwa na discography imeshiba unaambia ndo mvivu kwenda studio. Yeah, imagine. Angekuwa serious. Kwa mfano ukamkutanisha na producer mwingine bana pigia mikwaju 20. Wanaweza wakakaa mwaka. Wanasubuana. Unajua this is interesting kwa sababu yani kama ambavyo Chizo amesema hapa discography ya Mawenge imeshiba mzee ana nyimbo nyingi alafu yani ni miongoni mwa wale rappers wachache ambao kila wimbo wake yani unavutia yani unajua yani kila unaotoka yani ukisikiliza kwa sababu ukisikiliza albamu Mwingi wa Habari huwezi kuskip wimbo hata mmoja. Sahihi. Yani hamna wimbo utasema umekukera hamna unajua kumbe bwana ndo hivyo tuendelee bwana Mawenge kumbe inatosha tunakanunia. Wewe na ndugu zako bado kuniua au sio? Okay, sawa. Lakini namna ambavyo pia umeweza kufanya naye kazi nyingi manake pia kuna namna ambayo inakushawishi kuendelea kufanya naye kazi. Sijui unaweza ukaizungumziaje? Mawenge kwanza naweza kusema ni miongoni mwa wachanaji wazuri ambao tumebahatika kuwa nao Tanzania. Of course. Katika kizazi cha sasa hivi kabisa kilichoibuka miaka ile kwa sababu kwanza ana matamshi mazuri sana. Alafu pili ana mitambao mizuri na anaweza pia kufanya vitu vingi. Kwa hiyo nafikiri ni mtu ambaye versatile. Muziki unatakiwa umpe pesa nyingi kuliko ambazo amepata mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wanastahili kupewa heshima kubwa na nafikiri huko baadaye atakuja kuwa mtu mkubwa zaidi na tutamzungumzia katika mambo mengine kabisa kama wanavyozungumza wakubwa wengine kwa sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri ana hiyo karama wanasema nini karama ya kipekee kabisa. Alright. Mawenge ametujoin hapa pia Mawenge mvivu Mawenge mvivu bana anatujoin hapa pia Mawenge naye ana mawili matatu ya kuzungumza na Pala. Mawenge karibu sana kwenye The Classic ya leo. Mimi naitwa P Mawenge aka Champion aka rapper wa taifa na wakilisha Kiwalani na wakilisha Bomb Bronx. Mimi na Pala tumefahamiana 2009 au 2010 hivi kama sikosei, na mtu aliyenitambulisha kwa Pala ni rapper Maalim Nash ama Nash MC. Nilianza kufahamiana na Nash miaka 2007 hivi kwenda na 8, na kwa ukaribu niliokuwa naye Nash akasema nimekuelewa, nimekukubali na nimependa sana uwezo wako, so ni vizuri sana nikikujulisha kwa watu ambao mimi nafahamiana nao ili uweze kuwa karibu nao kama ambavyo mimi na ukaribu nao. Naamini pia watafurahi kukufahamu na mtafanya vitu vingi vizuri na bora zaidi. Kwa hiyo mmoja kati ya watu ambao Nash alinitambulisha kwao ndio Pala. Na kwa mara ya kwanza tulivyokuwa na Pala, sasa nimeshatambulishwa, tukawa tunafanya kazi na Nash kwa pamoja. Tukafanya Vita, watu wengi wanaikumbuka vizuri, lakini pia tukafanya Tunaizindua Mitaa ambao tulimshirikisha One The Incredible pamoja na Stereo na zingine baadhi. Na baada ya hapo Pala akamwambia Nash kwamba naamini P kwa hatua aliyofikia na uwezo sasa wa kufanya kazi zake as solo artist kama rapper anayejitegemea badala ya kufanya kazi zote mkiwa mko pamoja. Na Nash kweli akakubaliana na hilo, ndio mimi nikaanza rasmi kufanya kazi zangu na Pala. Na
tangu nilipoanza kufanya kazi na Pala kwa mara ya kwanza, hatukusimama, tuliendelea kufanya kazi mfululizo mpaka 2013 nilipotoa albamu yangu ya kwanza ya Mwingi wa Habari, albamu ambayo ilibeba miziki 20. Katika hiyo miziki 20, miziki 18 yote alifanya Pala peke yake. Miwili tu ndio ilifanywa na producers wawili tofauti. Unaweza kuimagine producer ambaye mmefahamiana tu kwa mara ya kwanza akakupa nafasi ya kufanya naye kazi na mkafanya mfululizo mpaka mkapata albamu nzima. Na Mwingi wa Habari, as you know, ni moja kati ya albamu bora kabisa, mapendwa kwenye utamaduni wa hip hop bongo na nchi zingine, kwa sababu tuna mashabiki mpaka mataifa tofauti tofauti. Kwa Pala amenipigisha hatua fulani kubwa sana kimuziki. Lakini ukiachana na hilo, ukaribu ambao umeendelea kuwepo kati yangu na Pala umesababisha vitu vingi sana vya Pala kunihusu, ama vitu vingi vyangu kumhusu Pala, kwa sababu tunakuwa tunashirikishana kwenye mambo tofauti tofauti hata ya nje ya muziki. Kwa tunapokuja kwenye muziki inakuwa ni rahisi kushirikishana kwa ukaribu zaidi. Kwa nashukuru sana namna ambavyo Pala anaendelea kuniweka karibu, kwa sababu ni mtu ambaye ameniamini since day one na anaendelea kuniamini mpaka kesho. Hii ina maana kwamba kwa Pala mimi ndio sehemu ambayo niko very very secure. Namshukuru sana Pala na namuombea sana 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 Mungu aendelee kumweka, kwa sababu ana umuhimu sana kwangu, lakini ana umuhimu sana kwenye utamaduni mzima wa hip hop. So nawashauri ama nawapa watu na natoa wito kwa mashabiki na wapenzi wa muziki wa rap wanunue, waiunge mkono albamu ya Urathi. Ni albamu iliyobeba wasanii wengi wakali, ni albamu iliyobeba miziki mingi mikali, imefanyiwa kazi ipasavyo. So anaitwa Mkali P Mawenge, na yes bwana ameweza kutujoin hapa kwa mara nyingine tena kwenye The Classic, akizungumzia swahiba wake bwana Pala Vidundo. Yeah bwana, kwa hiyo of course I appreciate kila ambacho mmeweza kufanya pamoja. Nashukuru sana. Yeah, na vitu vyote kuhusiana na P nadhani umevizungumza. Yeah. Yani kusema kwamba anastahili kupata zaidi, nadhani itakuwa ni moja kati ya vitu vya ukweli zaidi ambavyo umevizungumza leo. Yeah, yani nazungumzia content ambayo anaitoa P, content bora kabisa. Kweli kabisa. Msichizo nao unaweza kuongezea hapo tukiacha hilo la uvivu ambalo I'm not familiar with. Hilo leo ndo umetuambia, kwa sababu sisi tulikuwa tujui. Lakini ni vizuri kwa sababu picha ambayo ameipresent kwetu sisi mashabiki P ni mtu mmoja ambaye ni hard worker. Yeah, of course. Unaelewa? Na nitakwambia kwa nini, kwa sababu tupo kwenye digital world sasa hivi. Tushamuona P amekuwa engaged kwenye challenge tofauti za muziki kuliko ni rapa yoyote, mimi nafikiri. Kweli si ndio nasema ni hapo ndo mzito hapo. Ukiacha hilo unaona namna ambavyo amekuwa pia na uwezo wa kuengage na watu wengine, maana na confidence na kile kitu alichonacho. Kwa mfano kuna raps attack track nyingi sana zimetokea hapa za makundi, ukiangalia kama ile amefanya warm up nafikiri, kuna nini, yani kuna track za namna hiyo ambazo rappers wanakutana na showcase their talent kuonyesha nani ni mkali zaidi, na P zote amekuwa na step up. Kwa ni mtu ambaye ana confidence, anaamini kwenye kitu anachokifanya. So yeah, mafanikio ni kitu ambacho ni guarantee kwa mtu yote ambaye ni hard worker. Mimi nitakuongezea P Mawenge, if that rapper you don't want to mess with, yani kabisa. I don't think kama kuna rapper anatamani kubeto na P. And everything is proven. Yeah. Hakuna, sidhani kama bongo kuna rapper ambaye anatamani kubeto na P. Nafahamu na waheshimu wengi wenye uwezo, na najua kwamba sio kwamba hawezi kupigwa, anaweza kupigwa, lakini wewe mpigaji pia naye atakuwa atamani pia kupigana na P. Yeah. Anaogopa ikipigwa shughuli sio mchezo. Yani nasema uwezi kutamani, yani unajua wale magoti wale huwa hawatamani kukutana, yani ina take time sana. Unajua hata katikati hapo tusirudi sana kule nyuma kule kwa kina Mike Tyson. Hapo katikati tu hapo yule Floyd Mayweather na Manny Pacquiao ilichukua miaka mingi kweli, yani mpaka washakuwa utu uzimani ukutana na karibia kustaafu ndo wakakutana. Kwa hiyo chukua na maanisha kuna swali ambalo Rashid ulikuwa umeliweka pending, sijui unaweza kuuliza. Ukimsikiliza P Mawenge, ukimsikiliza Nashi, ukimsikiliza kina Stereo, tamaduni wale ni watu ambao Pala ni kama alianza nao na akaendelea kufanya nao kazi,
na ni watu ambao ngoma zake nyingi ambazo kafanya Pala ni washikaji zake wale wale. Yani kusikia mtu mpya hasa labda aina ya muziki mwingine kama kuimba, kama kasikika basi mimi sije kusikia. Kwa nini ilikuwa ni wakina kina Nashi, wakina Pima Wenge ndio ambao walikuwa wanafanya kazi zaidi kuliko wasanii wengine hasa labda wa kuimba? Nafikiri Tamaduni Music ile ilikuwa ni jukwaa. Okay. Limekutanisha watu tofauti wenye wanasema malengo, maono, fikra zinazofanana. Kwa hiyo automatic cycle yenu inakuwa ni hiyo kwa sababu kila producer kuna watu anapenda kurekodi nao kutokana na test ya muziki ambayo anaifanya. Kwa hiyo uwezo ukarekodi na mtu ambaye labda test yake haikuvutii. Nafikiri kwa jibu jepesi naweza nikasema ni hivyo, na mimi najisifia wasi mara nyingi napenda, yani si rekodi, yani mradi kurekodi lazima kuwe kuna kitu kipo kwa mtu nimekiona, ndio tunaweza tuka rekodi. Ndio maana hata kwenye album yangu watu ambao nashirikiana nao ni watu ambao kwanza mimi wananivutia, kwa sababu mtayarishaji wa muziki na wewe pia ni mshabiki. Na wewe ni mshabiki, uweze ukajitoa nje kwamba mimi sishabiki muziki, haiwezekani. Automatic umeomba na wewe ni mshabiki. Kwa hiyo watu unaofanya nao ni lazima watu ambao unaamini wana zile sifa ambazo wewe unakubaliana nazo, na kitu ambacho unaona mtafanya kitatoka kitu kizuri. Na hakukuwa na watu ambao wanahitaji labda nani yako kwa mfano kuna mtu mwingine, msanii mwingine ambaye hayuko kwenye cycle yako lakini anahitaji huduma yako, hakutokea wasanii hao? Mbona iko muziki mingine kwa mfano kama Yankila? Achana kurap. Wa kuimba nazungumzia. Sababu ni producer mara nyingi anapiga kila aina ya muziki of course. Wa kuimba mara nyingi nimerekodi na Nendeze. Bado ni wale Nendeze kwenye albamu yake sasa na mimi ndio kama nilivyokuambia mimi nachagua. Mimi si rekodi tu hivi. Na rekodi na mtu ambaye ni mkali. Nimerekodi na Nendeze kwa sababu ni mkali. Mau Kolimba mkali. Grace Matata. Huyu bwana asikusumbue bwana. Anataka lazima utoke nje. Anataka nje ya cycle yako yani ndio anataka. Japo wengine hatujarekodi lakini kwa mfano Dada Carola Kinasha. Unajua wewe ngombe mimi point yangu ya msingi ni kwamba wale ambao walikuwa wanataka wewe ndio watengeneze. Ngoja turahisishe. Producer hawezi kurekodi tu na kila mtu. Hawezi kutokea. Hata Marekani Dr. Dre hajarekodi na kila mtu. Ngoja nikwambie. Huyu jamaa, huyu jamaa ngoja nikwambie. Wewe hujamsoma. Huyu anazunguka. Yeye anataka kukuambia kwa nini kurekodi na Mario. Ushaelewa? Ndio swali lake hilo analotaka. Yani kwamba hataki hao ambao wanaona wanafanania ile familia. Basi hilo swali ngoja turahisishe na kingine. Rashidi bwana. Specialization. Nasikia na kingine specialization ipo pia. Sio kitu kibaya. Hata kwenye udaktari tunaiona ipo. Unaweza kama bwana mimi nabobea kwenye eneo fulani. Sasa mimi kwa mfano muziki akina Mario sitengenezi. Na rekodi vipi na Mario? Au sipendi muziki ya vile. Haina muziki ile sipendi kwa sababu producer tusidanganyane, uweze kama muziki yote wewe unapenda, sio kweli. Japokuwa sisi watayarishaji wa muziki wa rap tunasikiliza muziki yote kwa sababu 90% ya muziki wa rap hata ukiangalia kwa nyuma ni sampling. Kwa hiyo lazima usikilize vitu tofauti upate testi za kutumia katika mirindimo yako. Kwa hiyo kusikiliza sio mbaya, lakini kusikiliza sio kufanya. Yaani mimi leo hii nikisikiliza reggae haimaanishi kwamba naenda kutengeneza reggae, au nikisikiliza salsa haimaanishi naenda kutengeneza salsa. Nasikiliza salsa nitapata kitu ambacho naweza nikakitumia katika boom bap ambacho kitaleta testi tofauti. Kwa hiyo sasa labda tunaweza ukatuambia hivi genre ambazo Pala unazipenda ni zipi? Maki hapo msema aina ile kutengeneza au kusikiliza? Sio kusikiliza, kutengeneza. Sana ni rap na R&B. Rap na R&B. Yeah. Hapo kwamba Pala ye hayuko sana kwenye ile bongo flavor ile ya Baibuda na vitu vingine, ila yeye ni mtu ambaye anapenda kudili na R&B na hip hop. Tutakaposikiliza baadhi ya nyimbo za urathi ambazo ndo albamu yake mpya hapa, utaweza kupigia mstari hilo. Sawa mzee? Tupe ma. Na kingine kuna point hapa Pala umeigusia. Mtayarishaji naye ni shabiki. Uweze kujitoa. Hii point bwana
nafikiri nimeichukua na nimeiweka. Unajua when Master J anapotoa opinion zake wengi wanaruka naye kwamba wewe ni producer, upasi kuwa shabiki. So leo wewe Pala umeiweka hii kwamba unajaribu kuiweka sawa kwamba hata mtu kama Master J na opinions zake anaweza kuwa kama shabiki. Kwa hivyo hata wewe unaweza kuwa shabiki. Majani na anaweza kuwa shabiki. Tena Majani walishasema TMK hapa kwamba yani jamaa alikuwa na wakubali TMK, ndio maana hata ukisikia midundo ambayo anapigiwa vijana wa TMK ilikuwa ni tofauti ya kijana. Jamaa kwa wakubali. Hawezi kumrekodi mtu ambaye umkubali. Kwa lazima kaushabiki kana kuwepo. Ya wako wengine ukirekodi pia mixing unawahi kufanya. Mwingine anaondoka tu unarudi kwenye mashine unaenda kwanza mixing. Mwingine akiondoka umezima muziki anakaa wiki 3 mwezi wimbo hajaupata. Wasanii washajua kumbe sababu ni nini. Kwa hivyo vitu ni kibinadamu ndio iko hivyo. So Pala anasema, so kwako msikilizaji tunaweza tukashare pia nafasi ya producer kama shabiki. Pala anasema hawa maproducer mnavyowaona pia nao ni mashabiki wa muziki. Ndio maana wanakuwa wako selective katika kuchagua watu wa kufanya nao kazi. Kwa maana naona huyu na fit, huyu si fit, aina hii ya muziki siipendi na achana nayo. Kwa hivyo nao wachukuliwe kama mashabiki. Tena pia waheshimu. Kwa mfano kama umemtaja hapo legend Master J. Master sio tu amchukulie producer na shabiki, lakini pia ni maoni ya kitaalamu. Unajua kuna watu wakiongea wanaongea kitaalamu. Unajua kuna ushabiki na kuna pia utaalamu. Kwa hiyo MJ akizungumza kitu pia anakizungumza kitaalamu. Kwa hiyo ndio maana mimi pia nashangaa huo mjadala niliona. Sasa na watu pia wanaobishana naye unaangalia unasema lakini jamani huko tunaenda wapi? Maoni ya kitaalamu yaheshimiwe. Yaani ni sana mnazungumzia kumtibu mtu afu daktari wa binadamu anatoa maoni ya kitaalamu kuhusiana na tiba. Wewe sio daktari, unajua tu kuona wagonjwa, kutembelea wagonjwa, unataka ubishane naye. Kidogo kuna vitu vinakuwa viko sawa. Kwa hiyo mimi nafikiri maoni ya watu hao kaka zetu waliotangulia nafikiri yaheshimiwe. Tusichukulie vitu kwa wepesi. Tusichukulie vitu kwa wepesi. Alright, sawa. Pala anasema maoni ya kitaalamu yaheshimiwe na yasichukuliwe kiwepesi. Anyways, hayo ni maoni ya Pala pia. Na when we get back sasa hivi tutapata nafasi ya kuiangalia albamu yake mpya ya Urathi. Stick around. Tuendelee na baadhi ya joints za nyuma huko, lakini walau hii nusu saa ya mwisho tuizungumze hii albamu mpya ambayo sasa hivi mwenyewe anapigania apate chochote bwana Pala kidogo cha kuendelea kumpendezesha mama nyumbani. Bwana hiyo ngoma tulioisikia ndio ipo kwenye albamu ndio ngoma ya kwanza na imebeba jina la albamu ya Urathi. Na inatupa maswali mengi wewe. Swali lako la kwanza kwa Pala. Twende haraka kwa sababu tumebaki dakika chache. Unasikia zile nani zinazoanza mwanzoni hapo ni kama kuna taarifa moja hivi ya habari. Ya kipindi. Hicho ni kipindi ambacho kilikuwa kinapatikana kwenye Radio Tanzania. RTD. Kwa hiyo ilikuwa ni intro. Kwa hiyo intro ulikuwa umedhamini. Pala labda vijana unajua sisi kidogo wakubwa hawa vijana waambie ni kipindi gani walikuwa wanatumia hiyo, lakini pia si vibao kwa wakumbusha wale wazee ambao walipiga hii. Ilikuwa ni kipindi cha michezo. Yes. Kipindi cha michezo RTD ndio ilikuwa kwenye radio huko wanaita sign tune. Ilikuwa ni sign tune. Lakini na intro pia na intro yake. Sign tune na intro na sign tune yenyewe ilikuwa ndio hiyo. Ilikuwa ikipigwa inaendelea mazima. Ilikuwa inaendelea. Kwa hiyo ilikuwa ni bana fuisi kuamini jina limenitoka na wale wazee bendi fulani ya orchestra ilikuwa ni bendi. Okay, wimbo ni wa jamaa fulani sio ni wa Ujerumani ya wazungu. Ujerumani. Mzee mkausha Nafahamu. Ndio maana sisi wenyewe hapa hatujawataja hapo jina sababu hiyo sample hapo. Kwa hiyo mzee kausha hapa. Lakini ipo tutaikumbuka. Lakini kitu kingine tuja unajua kwenye game ya rap kuna wale tunaita wanaweza kawa sio kundi, lakini kuna frequent collaborators ambao wanakuwa wamefanya vizuri sana kwenye upande huu. Tuna kina YFA, tuna Roma Stamina, lakini kwenye underground rap scene tuna zaidi na Mawenge. Tumekuwa tukiwaona mara kwa mara, lakini sasa hivi kidogo imekuwa kama kimya kingi sana, ndio tunakuja kuwasikia. Kwa nini wao wawili? Yani haujawasikia kwa muda mrefu sana. Sasa hapo kuna mawili.
kwanza litakiwa yeye zaidi na Mawenge ndo aseme kwa upande wao. Kwa sababu mimi sasa hapa nitazungumzia kwenye mradi wangu mimi. Huu sasa hivi umewasikia kwa sababu nimewaita kwenye na the point inajua au project yangu. Kwa nini wao wawili? Ni wao kwa sababu kwanza kuna chemistry nzuri ipo. Kemia kati ya P the MC pamoja na Zaidi. Lakini pia nikataka kurudia historia. Mimi mixtape yangu ya kwanza kufanya walofanya intro ya hiyo mixtape yangu ilikuwa ni huyu Zaidi na Mawenge. Okay. Kwa sasa hivi kwa ukubwa wa mradi huu nilipoutazama wa Urathi na hiyo maana yake nikamcheki Zaidi na Mawenge nikawafahamisha, wakasema basi sawa, haina shida na ukubwa wa hii sample yenyewe. Na ndio maana hatukutaka kuichop sana kwa sababu pia kutumia sample muda mwingine mnaacha na ile original isikike. Kwa sababu ya ukubwa wake kuna kitu itasaidia. Ndio maana kuna wengine wanasema hii beat maana gani beat tupu tu kisikiliza yenyewe inatosha, umeelewa, kwa sababu ya umaarufu wa ile sample yake. Ndio maana tukaiacha wazi ili kila mtu afahamu. Kwa hiyo tukapiga tu hizo drums na uchanaji, ndio nikasema akae P the MC na Zaidi kwa sababu ya chemistry yao. Okay. Yeah. All right. Safi bwana. Hii ni moja kati ya joints tamu sana ambazo zinapatikana kwenye album. Kwa nini album umeita Urathi walau kwa kifupi? Nimeita Urathi kama nilivyogusia kule mwanzo. Sisi binadamu tukipewa hii nafasi ya kuishi bahati, tukipewa hiyo zawadi, tuhakikishe tunafanya mambo ambayo yanaacha alama kwa sisi na vizazi vijavyo. Kuna watu tunawazungumza paka leo walipita miaka na miaka kwa sababu tu ya legacy walioiacha. Tunawataja kina Martin Luther King, kina Malcolm X, kina Madiba, Mzee Mandela, wako wengi, kuna wanasayansi wengi. Ni kwa sababu kuna vitu walivifanya athari yake haijatokea tu kwenye jamii yao ya kipindi kile, ni mpaka leo hii ipo. Kwa hiyo hii ni kama kutoa motisha kwa kila mtu. Hakikisha kila unachokifanya kiwe na athari kubwa, sio tu kwa kipindi hicho ambacho uko nacho, bali vizazi na vizazi. Uwe kwenye sekta yoyote hiyo. Alright. Sahihi sana. Kwenye Urathi kuna track namba 24 hivi namba 24 nafikiri namba 24, right? Yani kwenye jumla ni 25 track 25 mpaka sasa hivi, na hii nafikiri ni exclusive katika hii album. Muziki ambao mpaka sasa hivi kifurushi tunawatumia watu ni muziki 25 na kuna muziki mitatu kama bonus tutakuja kuwatumia baadaye. Hiyo hatukuituma siku ya kutoka kwa sababu ilikuwa kuna vitu havijakamilika. Sasa kwa sababu tarehe tuliitoa, tukasema ngoja tuwatumie watu hiyo muziki. Ndio maana kuna muziki mitatu hatujaituma. Mmoja wapo ni wa Zahran Malenga. Bonge la Dude amefanya. Alright. Nyingine ni ya Bosho ambayo ni sample ile ya Njenje Tupendane. Yuko na Stara Thomas. Na nyingine ni ya Maalim Nash pamoja na Mawenge. Alright. Kwa hizo zikikamilika siku sio nyingi nitawatumia watu wote. Track number 24 ninatamani uisikilize yote lakini sitaicheza yote. Hii ni track ambayo imemkutanisha Stereo, Sugu, Inspector Haru, Sogi Dogi Anta. Na nani mwingine nimemsijamwacha hapo? Kuna na Queen Zipora. Bonge moja ngoma inaitwa Mzee. Natamani uisikie yote ila utaisikia kidogo tu ili ukatafute album, mtafute Pala. Hiyo. Toa hela. Hiyo. Na dada Zipora, lakini kuna verse ya Sogi Dogi umeona kaua vibaya sana. Wewe hakikisha kwamba unaisikiliza. Na Stereo pia anahusika humo pia. Kwa hiyo ni ngoma kali sana inaitwa Mzee. Nafikiri Chizo inakupa kidogo tena kuisikia tena. Alafu watu sasa wamcheki Pala baada ya kutoka hapo wachukue album. Ngoja tuambie kitu kingine kwa sababu unajua Sugu watu wengi wamemweka kwenye engo ya rap ambaye ni anaweza sana kubrag. Of course lakini kwa stage alofikia Sugu habrag tena. Zetu tunaziita boosting lyrics. Yani ni mtu ambaye anaongea kukuhamasisha kwa sababu anachokiimba ndio uhalisia nao. Anachokiishi kweli kabisa. Unaelewa? Na ndio juzi kuna mtu alikuwa ananiambia kwamba alikuwa anawazungumza ya Ngurunya na Yankila nadhani kwamba wanapenda kujisifu, wanajibrag. Kambia nyinyi mnawaonea tu. Kambia katika album 10 za Sugu, katika every song haukosi line ambazo jamaa na brag. Sasa mtawaonea tu wa madogo au sio? Sasa kwa Sugu ni part of hip hop. Kwa Sugu mbaya
Huyo Stereo mwenyewe. Stereo ana brag sana sure. Stereo ana brag. Kwa nini sikia hiyo chemistry watu wawili mpaka nikatamani niwaze niulize yani kuaje ukawaza Sugu na Stereo. Sasa huko kuna Mhaya pia Sogidogi mzee naye. Yaani wote ndio maana wamejiita wazee. Bora. Ni track moja tamu sana. Hii ilikuwaje? Uliwakusanya vipi hawa? Hii sasa ina kidogo ka historia. Stereo kuna kipindi alikuwa anafanya mradi wake. Kwa hiyo akanicheka akaniambia bwana Pala itabidi na sisi na wewe usike kuna wimbo. Nikamwambia sawa, wimbo gani? Itabidi nije studio tuchague beat nipige. Itabidi tuchague beat unifanyie, nataka nifanye na Sugu. Nikamwambia basi fresh, haina shida. Kwa hiyo akaja studio pale tukasikiza instrument tukachagua hii. Akasema basi fresh, mimi nitaongea na Sugu tutamtumia. Siku hizo uzuri si dunia iko kiganjani, watu wanafanya sauti huko wanafanya huko. Kipindi kile cha Bunge. Kwa kuna studio kule Dodoma, Sugu akarekodi sauti. Kule producer akatutumia. Kwa hiyo wimbo ndio maana hii ni remix. Hii muziki iko miwili. Iko miwili. Kwa hiyo ya kwanza ipo katika mradi wa Stereo. Hiyo iko Stereo na Sugu. Wako wawili tu basi. Sasa baadaye ndo likaja wazo la kuongeza remix, kuongeza hao wakongwe wengine. Wazee wengine na ilikuwa wapo wengi, sema tu ratiba imezuia. Unaona? Ratiba imezuia. Humo ilitakiwa ni wakongwe wengi wawepo wachane humo. Alright. Kwa hiyo sasa hii kwa sababu ikaongezeka na ile album na mradi ule wa Stereo kwa umeshatoka. Kwa sasa hii kuna watu wameongezeka, lakini ni kwamba wimbo upo, hauna pa kwenda. Kwa hiyo nikabidi unichukue nimeweka kwenye project yangu. Alright. Stereo ana tujoin hapa surprise yako pia kutoka kwa Stereo, na Stereo ana mawili matatu pia kuzungumza namna ambavyo alivyofanya kazi na wewe, kushare mawili matatu na mengineyo. Karibu sana Stereo, singa. Osman Pala Osman ni kaka, ni rafiki na mtayarishaji maarufu sana wa muziki wa hip hop. Nimefahamiana naye kwa miaka mingi sasa, zaidi ya muongo mmoja niseme, na amekuwa miongoni mwa watu wa karibu kwangu na amekuwa mtu mwenye mchango mkubwa katika ukuaji wa karia yangu, na kwa kweli ninajivunia sana kufanya kazi naye, kwa maana kupitia yeye Pala tulipata kuzalisha wimbo uitwao Mzee, ambao unapatikana kwenye albamu yangu ya pili iitwayo Experience, na wimbo ambao nilikuwa nimeshirikiana na Mr. 2 Sugu, ambapo baadaye tuliamua remake. Nafikiri utakuja katika sura nyingine kidogo, ambapo kuna Mr. 2 bado, Babu, Inspector Harun pamoja na Sogidogi Hunter. Mimi ninampenda sana kwa sababu Pala ni mtu wa kujali. Atakupa muda, atakwambia tu unahitaji nani kazi yangu, basi okay, muda wangu ni huu. Ni mtu wa kujitoa sana kwa ajili ya wengine, na ndio maana hata naye akiwa na kazi zake kwa kweli huwa ninajitahidi sana kupata wasaa ili niweze kumfanyia kazi zake, kwa sababu amekuwa anajitoa sana kwenye kazi zangu na za watu wengine. Ninamtakia sana heri katika maisha yake ya kazi, maana Pala ni former employee wa taasisi fulani. Namtakia heri huko. Ninamtakia sana afya njema na maendeleo katika kazi zake pamoja na familia yake kwa ujumla. Anachokifanya ninakitambua na kukithamini, sijasahau na sitoweza kusahau hata siku moja. Heri sana kwa Pala Osman, aendelee, asiache hapo wala asiwaze kurudi nyuma. Asante sana. Asante sana Stereo, singa na kwa maneno mazuri sana kwa Pala bwana, na umemsikia bwana kijana sana. Asante sana, nashukuru sana. Kwa hiyo tunafurahia uwepo wake na vitu kama hivyo. Sasa jamaa zangu ni kwamba tuna muda unakimbia sana, nimesema tutadokoa baadhi ya tracks humu. Pala katika mazungumzo yetu alituambia kuwa genre za muziki anazozipenda ni mbili, hip hop na R&B. Katika kulithibitisha hilo, humu ndani ya hii album kuna mikwaju kadhaa ya R&B ambazo ni kali sana, na mojawapo ni hii hapa ya TK Nendeze ameshirikiana na P Mawenge. Wameturudisha kwenye zile R&B, old school R&B. Mtu anaimba alafu unapata na verse ya rap humo. Ukisikiliza hii kama unapata zile feelings za all R&B, kwa hakika ni kazi nzuri sana.
Voice. Ukimaliza hapa Pala atasema namna gani unaweza kuipata hii ngoma. Lakini R&B huu utamu umepotea Pala, na nafikiri wewe ndo unaurudisha na nini. Unadhani watu wanaamini kwamba sasa hivi nyimbo za aina hii hazina market labda hivi, ama market waimbaji wenyewe wa R&B kidogo wanaogopa? Ndio ile ninayosema, kuna watu bwana wanatokea wadau kwenye huu muziki, yani kazi yao kuharibu mambo na kushibisha watu katika chakula cha ubongo, vitu ambavyo haviko sahihi. Hakuna muziki utakaosema muziki huu hauna soko au una soko kabisa, sio kweli. Yani ni vitu tu ambavyo mimi naona uoga havina mantiki. Havina mantiki kusema kweli. Sawa. Sijui Chizo unaweza ukasemaje hapa kwenye muziki huu, na shida gani? Na je, muziki kama huu dada alivyoimba TK Nendeze, Mawenge alipotia verse yake, ni kweli kwamba vijana wa sasa hawawezi kuupenda wimbo huu? Mimi nirudi kidogo kwenye historia. Naam. Tukianza kujiuliza, turudi miaka 20 nyuma au 10, tumeshawahi kuwa na wasanii wangapi ambao wanaimba ile typical R&B? Ni wengi, lakini katika kila hela wanaibuka wachache. Yani ni wengi kwa sababu tumewa group kwamba toka tulikoanza. Lakini tukizungumza kwenye hela zile unakuta wale typical kabisa ni pure zile walikuwa wanatoka wachache. Kwa nini before tujawaza kwamba huu ni muziki pengine kuna watu wanaweka gogo na nini, tuangalie pia na ugumu wa muziki wenyewe. Mimi ni swali langu lilikuwa hivi. Unaposikiliza huu wimbo, uimbaji wa Nendeze na rap alotia na nini, alotia Mawenge, right? Kwa sababu Nendeze amewazidi uwezo wa muziki wengi sana wa bongo flavor, wana waimbaji huyu dada, ndio. Yes, uimbaji wake hivi alivyoimba, ujumbe namna njia alizopita na nini, na beat na kila kitu. Ni kweli kwamba vijana wa sasa wanaweza wakachukia wimbo wa hivi? Mimi nataka tukujua kwa mtazamo wako, wanaweza wakachukia wasipende? Hakuna namna ambayo wanaweza kuichukia R&B, haipo. Kwa hiyo pengine ni nafasi, promotions na nini, pengine nafasi, promotion, lakini hatuwezi pia tukakataa kwamba uwezo kuifanya R&B ni wachache vile vile. Mr. Kiawa kuwalazimisha hawa wanaoimba nyingine wanaopiga kwaito na nini. Mimi nazungumzia mashabiki, yani ni kama mashabiki tunawanyima labda. Yani kuimba kila mtu yuko huru, lakini kwa nazungumzia muziki huu ukipigwa na nini, ukapewa promotion, hautauza vijana. Maana sasa hivi watu wanachokisema wasema wanaonunua muziki ama walaji wa muziki ni vijana wa miaka 18 mpaka 24 hapo na nini. Ndio nataka kujua hawa wakipigwa ngoma kama hii hawatopenda, lakini ukweli ni kwamba kuna namna msikia anasema kwamba promotion unaona, kwa watu wasiogope labda kufanya hivi, labda na namna tu na kila binadamu si imetengenezwa hivyo. Kuna kitu ukifanywa sana unakizoea. Ndio maana hata makampuni makubwa ambayo yana bidhaa miaka na miaka, lakini mpaka leo bado wanafanya promotion. Kuna bidhaa zipo nchi yote ukienda unazikuta zipo, lakini hizo kampuni kila siku watu wa marketing wanakaa na kuwaza, bana tufanyeje? Tufanye kitu gani? Tufanye nini? Kwa sababu gani? Akili ya binadamu imetengenezwa kuzoea kitu fulani. Ukikisikia ukikishika. Sawa, Pala ametupa hiyo. Sasa kabla muda wetu nakimbia sana, kuna nyimbo nyingi, nyimbo 25 zipo humu, lakini tunadokoa hii ya mwisho, alafu Pala atawaambia namna gani ya kuweza kupata album. Kuna ngoma ya Tabo Striker humu, kanimaliza sana huyo jamaa, kaua sana. Dogo mkali sana, bado dogo lakini Tabo kaua sana Tabo. Kuna ngoma ya Disaster humu inaitwa Champion. Hiyo ndugu yangu ndo siichezi kabisa, wewe ndo kamtafute Pala. Lakini kuna wimbo ambao umeshirikisha watu wengi kwa pamoja, na ni wimbo kama Pala alikusudia kuimbia taifa hivi, namna ulivyotengenezwa na namna ulivyo unafurahisha sana. Ingawaje Pala ameita tu Cypher, hakuweka majina yao hapa na nini, lakini hebu sikiliza kidogo. Ni ngoma ambayo inahamasisha uzalendo. Na kama ulivyoongea hapo ulisema Bwana Dunga ashai kufika hapa, akasemaje kuhusu Classic Dunga alikuwa mgeni wetu wa kwanza wa The Classic, na tulimpa hiyo nafasi ya kumwambia atoe the real meaning of Classic. Kwa hiyo
tukamuuliza ili album iwe classic na wimbo kuwa classic unapaswa uwe na nini. Kwa hiyo akasema kwamba walau 60% huo umeathiri jamii kwa ujumla. Sasa ndio wimbo huu tunaozungumzia muda huu. Exactly. Japo kwa time huu ni mpya, lakini unaweza kuathiri mazima. Ndio hicho tunazungumzia. Hapo ulikusudia nini pala ngoma na umewajumuisha watu wengi sana? Sasa muziki huu kidogo nao una historia, nifupishe. Hii nilikata ile sample ya wimbo wa Tanzania. Nikaenda nayo studio moja ilikuwa inaitwa Chimbo. Ya Miraji. Miraji akaisikia akaipenda, akasema bwana, hii inabidi tufanye kitu kuhusiana na Tanzania. Kwa mimi nitafanya mpango wa wasanii mbalimbali washiriki wafanye huko ndani. Kipindi kile pale Chimbo producer alikuwa yupo Q The Don pamoja na Sijamoka. Kwa hiyo huo muziki tukaufanya kwa ushirikiano huo. Kwa hiyo mimi nilikata hiyo sample kama unaisikia, nikapiga hizo drum, yani hiyo skeleton yote pamoja na bassline. Lakini baadaye Q bassline ile akaitoa, akasema ngoja nipige nyingine. Kwa hiyo unaisikia kwa bassline hiyo amepiga Q fantastic pamoja na kuna sounds nyingine ameziongeza. Miraji akasema bado kuna kitu inabidi tupige cha live. Kuna huo mdomo wa bata mnaosikia, alikuja kupiga Mzee Pembe. Ambaye pia tulimtumia kwenye mhadhiri na Maalim Nash. Akaja Mzee Pembe akapiga huo mdomo wa bata. Shughuli kaisha. Hongera sana, hii project ni nzuri. Na mixing yote amefanya Q. Mixing alifanya Q The Don. Pala tutakualika tena for part 2 kwa sababu naona leo haijatosha, au sio? Na hata album tumeicheki nyimbo chache sana. Naamini wewe una project zitakuja, tutakualika for part 2 inshallah. Shukran. Kabla tujaondoka hapa, sasa tunaingia kwenye session ya mwisho inaitwa Mida ya Lawama. Hii Mida ya Lawama hii kidogo nataka tuchangamshe tupane joto kidogo. Haina shida. Hapo unachagua moja katika vitu viwili ambavyo nakuambia. Sawa? Hili moja limetoka kwa mtu aliandika hapa, kati ya PT Rock na DJ Primo. Nani unamkubali hapa? Unasema unamchagua tu mmoja, PT Rock au DJ Primo? Primo. PT Rock mtoto sana kwa Primo. Sawa. Tunaenda sasa kwenye Mida ya Lawama. Primo au Dr. Dre? Primo. Okay. J-Mo ama Solo Thing? Umenitaja sio, haina noma. Mimi nimekuona clip yako ile. Muda unakimbia pala. Solo Thing. Sugu ama Professor J? Professor. Majani au Master J? Majani. Said Komorian ama Bisman? Asante sana. Swali la jamaa alikuwa nini? Bwana Pablo Yende bwana. Tumushe bwana mdau wetu. Pablo Yende. Amehitaji utaje top 5 yako ya rappers. Uliowahi kufanya nao kazi pia. Hapo ambao hata sijawahi kufanya nao. Ukimaliza kuwataja hao samani, taja na namna gani wanaweza kukupata kwa ajili ya album ili basi sawa, nitakayemsawa ni anisamehe. Kwanza kabisa, kuna mtu alikuwa mbele ya muda, Hashim Dogo. Wazimu. Jamaa alikuwa mbele ya muda sana. Miaka 98, 97 anapochana ndo watu wana rap leo. Saluti. Rest in peace. Mwandishi bora kuwahi kutokea Tanzania. Hakuna kama yeye katika muziki wa rap. Hakuna mwandishi kama Saluti. Kwa mujibu wa Pala. Let's go. Ichukue kutoka kwangu. Okay. Saluti. Professor J. Alright. Josi Mtambo. Solo Thing. 5. Ni 5 Yeah. Alright. Ingeingia J-Mo. Alright. Alright. Sawa, Pala tunakushukuru sana kwa muda wako. Na kama ambavyo nimekwambia bwana, tutakualika wakati mwingine. Tutajie namna ya kupata album yako. Nashukuru. Haraka watu watembelee mitandao ya kijamii, jina Pala_Midundo. Lakini pia wanaweza watume message, wasipige. Tuma tu message kwamba Pala anahitaji album ya Afrika. Tuma katika namba 0745. Urathi eti Afrika. Afrika ni ile iliyopita Urathi. Tuma message tukuandika katika kwamba nataji album ya Urathi katika namba 0745 28 50. Sawa. Usipige, tuma message tu. Bado unashikilia taji la producer mwanamke mzuri Tanzania? Huyu mzee unalongwa. Hiyo ni yake, sisi tushamalizia. Bado analishikilia taji? Nashikilia.